Lakini kwa sababu nazungumza hapa na wananchi wananiona, kaniongee na wananchi kwamba upandaji wa bei ya mafuta mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Sasa kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha. Ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima, na hapa kwetu nilianza kutaja bei za mafuta kwa nchi mbalimbali. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Kwa niwaombe sana wananchi, tuwe watulivu kipindi hiki na tuendelee kuomba kama nilivyoomba siku ile kwamba hili jambo liende kuisha, vita hii ya Irani, Israel na Marekani iishe, ili flow au mwenendo wa biashara na meli za mafuta na meli za bidhaa uende kama kawaida, ili tuishi maisha yetu ya kawaida. Lakini kwa sasa hivi niombe sana wananchi wa watulivu, wa wastahimilivu. Sisi kama viongozi wa nchi mbalimbali tunajitahidi kunyanyua sauti zetu, kuzungumza na wenzetu, kushawishi wenzetu vita hii malizike, ili maisha ya wananchi yarudi kuwa ya kawaida. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi kwa watulivu. Hili si jambo ambalo limesababishwa na serikali yetu, lakini jambo lililoathiri ulimwengu mzima.